Mwenzangu wamepongeza kazi kubwa iliyofanywa na manispaa kuboresha ukumbi huu, lakini sambamba na hilo tuendelee kuwakumbusha tena, wakati tunaboresha ukumbi huu uende sambamba na vitendea kazi. Juzi Wizara ya Afya imetoa taarifa na madaktari tunao mambo ya kupea na maiki, tunazidiwa ufanisi na watu wa vijiji vya kahawa. Inapendeza kila diwani akawa na maiki yake. Hayo ndio kufanyika ndani. Mheshimiwa Fikmea, mimi ushauri wangu umeketi hapa kwenye ukurasa wa 62 na hasa sehemu ya pili, namna ambavyo imetaja kuboresha mazingira ya uwezeshaji wa biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Fikmea na kiwazi mipango ambayo imewekwa kwenye bajeti naipongeza. Tunaweka nguvu sana kwenye uwekezaji, lakini ni vyema tukasisimua uchumi wetu kuwa shirikishi kwa kuwa na maeneo ya biashara ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Fikmea, miji na majiji yote duniani sasa hivi nguvu kubwa ni kutafuta uchumi mahala ambapo hapaweki fedha nyingi. Sisi tuna haja ya kuwa na minada kwenye kata zetu. Hii haina gharama. Kwanza inafungua fursa kwa watu wetu. Mathalan ukienda Lukobe, mathalan ukienda Mkundi, ukija Mini, hizi ni kata zenye wakazi wengi ndani ya maslahi. Hakuna masoko, hakuna minada. Na hivi tunavyozungumza, mtu wa Mkundi akitaka kununua spoko ya baiskeli mpaka aje katikati ya mtu wa Lukobe akitaka kununua spoko ya baiskeli aje katikati ya Lakini wakati tunazungumza haya, ukienda majiji kama Dar es Salaam, ukienda pale Makumbusho kuna mnada, Mwenge kuna mnada. Sio kwa maana watu wanataka kuweka masoko kila maeneo, lakini manispaa yetu yenye kata 29 ina masoko kata zizidi 7. Tafsiri yake uchumi wetu sio shirikishi. Kama hatuwezi kuwa na uchumi ambao unagusa wananchi wengine kwenye maeneo yao, tafsiri yake tunaweka ugumu kwa watu wetu. Wakati tunatazama viwanda na uwekezaji, tukumbuke wakuti hapa wajengea uwezo ambao watakuwa wanafanya wepesi katika uwekezaji. Kwa kutegemea, naomba ile demo ni idara yako ya biashara, twende tukafanye tafiti kwenye kata zetu. Minada haina gharama. Minada ni kwenda kufungua fursa kwa watu wetu, tuhamishe biashara kipande kimoja kwenda kingine, kiasi kwamba tutafungua uchumi wa kata hizi na kuwafanya wananchi wafurahie kuishi kwenye kata hizi. Kwa hivyo inashauri baraza lako, wakati mipango yote ya uwekezaji imewekwa kwenye maandiko, ili swala la kuwa na minada kwenye kata zetu halihitaji gharama, ni kubeba kitengo chako cha biashara, watu wa mipango miji waende kwenye hayo maeneo. Kama kuna changamoto za vyoo, wapo wananchi wana vyoo kutoka vyoo vya kulipia kule, na tukumefungua fursa zao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, naomba hili libebwe sambamba na kuisukuma Morogoro kwa jiji, lazima iende sambamba na uchumi wake. Kando na hilo, itakuwa ni mji tunaoandaa kwa huduma tu, kuweka mahoteli, kuweka nini, unakuwa mgumu kwa mji wa kibiashara. Mji wa kibiashara unasukuma na maeneo kama haya ndani. Asante sana Mheshimiwa.